Karibu kwenye Kusini Pazuri Podcast. Jina langu naitwa Director Trey na nitakuwa hosti wako wa leo. Nini Kusini Pazuri Podcast? Hii ni podcast ambayo inakuwezesha wewe kufahamu mengi mazuri ambayo yanapatikana ndani ya mkoa wa Iringa na mikoa mingine yote ya nyanda za juu kusini. Hapa unapata nafasi ya kujifunza mengi kutoka kwa watu wakuu ambao wanapatikana kwenye mikoa ya nyanda za juu kusini. Leo tumepata bahati ya kukaa na moja kati ya kiongozi wa moja ya kabila kubwa ambalo linapatikana nchini Tanzania, kabila la Wahehe. Huyu ni Chief Adam Mkwawa wa Pili. Karibu sana brother. Asante sana. Tunashukuru sana kwa kufanya hichi kitu na sisi, na uwepo wako kwetu ni kitu kikubwa, na hii ndio mara ya kwanza tunakaa na mtu kwenye Kusini Pazuri Podcast. Kwa hiyo ni baraka kubwa sana kuwa na wewe hapa siku ya leo Chief. Asante sana. Nashukuru. Kuna sehemu nilisoma nikaambiwa kwamba Chief kwa Kihehe ni mtwa. Hiyo imekaaje? Sisi kutoka kwa Mtwa Mkwawa. Neno mtwa ni mfalme, king au sultan. Na hiyo katika mipango au mikakati ya wakoloni mpaka sasa hivi walituwekea neno chief kushushia hadhi ya kiongozi wa kabila fulani. Kwa hiyo ndio neno chief ndio likali limeendekezwa mpaka sasa hizi tunafahamika kama machifu. Lakini sio. Of course kila kabila lina neno lao la kimila au la traditional ambalo wanalitumia. For instance wa Maleale na hisi wanaitwa wana jina lao. Na sisi wa huku Wahehe ni mtwa, kumaanisha mfalme. Kwa hiyo lile neno chifu bado ni aina ya colonization inayofanyika. Na kwa mfano kwa mtu ambaye anataka kuintroduce mahali, ni maneno gani sahihi zaidi ambayo anaweza kutumia kukuintroduce wewe kwa nafasi yako na kwa heshima zaidi? Anaweza kuintroduce kwa kutaja cheo ambacho ni mtwa, ni mfalme. Na kuelezea yeye ni kiongozi wa kitu gani au ni watu gani, maanisha kama ni Wahehe wanaofahamika sehemu gani, ambapo ni Iringa. Ni hivyo, kama anaweza kurudishia kidogo kwenye historia, lakini it's okay. Kwa introduction tu ni mtwa inakuwa imekamilika. Tukibakia hapo kwenye historia, watu wengi wamekuwa wakisikia Mkwawa, yani picha ambayo inakuja kwenye kichwa chao ni vita au mapigano au historia kama hizo. Ni upande gani mwingine wa Mkwawa ambao watu wengi ambao kama sisi tulisoma kwenye historia mashuleni hawafahamu kuhusu Mkwawa? Of course kwa Mtwa Mkwawa, kitu ambacho kiliipa jina kabila la Wahehe ni vita. Na hiyo vita ilikuwa ni Wahehe pamoja na Wajerumani. Na Mkwawa wa kuifahamisha, kuikuza Uhehe ilikuwa ni hiyo kwa vita ya Wahehe na Wajerumani. Lakini kwa vitu ambavyo wengi hawavitambui kuhusu Mtwa Mkwawa, yeye bwana alikuwa ni mkulima mzuri. Alikuwa mtu anapenda muziki. Alikuwa ni mwanadiplomasia, mtu wa jamii. Na of course kikubwa alikuwa ni kiongozi ambaye amenyoka. Alikuwa na misimamo yake na alikuwa kiongozi ambaye kwa wakati wake alikuwa na fikra kubwa sana. Yani ana mawazo na mikakati ambayo kwa wakati wake ule ilikuwa ni wanasema beyond kwa Kihehe. Imepitiliza, yani ilikuwa ni zaidi ya wakati wake. Na hiyo ndo iliwafanya hata Wajerumani kujipanga kwa mara ya pili, kwa sababu mara ya kwanza walikuja wakatandikwa. Kujipanga ile mara ya pili ili waende sasa wakadili naye huyu jamaa mtu mweusi. Unajua kwa wenzetu wazungu toka enzi na enzi walikuwa na discriminate, yani wapendi watu weusi hivyo. Kwa hiyo sasa kutandikwa na mtu mweusi ambaye moja kwa moja wana expect au wanategemea kuwa huyo mtu yeye hawezi akawa juu yetu sisi kiakili, yani kila kitu.
Sasa hilo tendo la yeye kuwapiga liliwashangaza sana. Na kwa upande mwingine ambao nimesema watu wengi hawafahamu, alikuwa ni mwanadiplomasia. Alikuwa akijaribu kukuza kabila lake kwa kutumia diplomacy. Kuna barua ukienda makumbusho pale unazikuta ambazo aliziandika. Of course hizi aliziandika baadaye kwenye vita za Wajerumani, kwa kuna makabila ambayo yalimsaliti, ambayo yalimgeuka walifanya kazi pamoja na Wajerumani jinsi gani ya kumpiga Mkwawa. Na nyingine alikuwa ni mtu wa kilimo, alikuwa ana mikakati mizuri kwenye mambo ya kulima na kujenga nchi yake ya Uhehe, kwa sababu ilikuwa ni nchi na yeye alikuwa ndo mfalme. Na kingine ilikuwa ni mtu ambaye anapenda muziki. Kwa sisi Wahehe, historia yetu, maisha yetu, huzuni zetu, yani mawazo na kila kitu zinatokana na, ukisikiliza nyimbo zetu zote zinaeleza mambo, yani hisia nzima na picha nzima ya kabila la Wahehe au Wahehe kwa ujumla. Kwa hiyo unakuja kuona mtu wa Mkwawa alikuwa ni mtu wa vitu vingi sana, sio kitu kimoja, na hiyo ndo ambayo ilizidi kuikuza ile picha yake, kuonesha kuwa alikuwa ni mtu wa ajabu sana kwa wakati ule. Umeelezea vizuri sana. Kuna jambo moja hapo umeongea kwamba mtu wa Mkwawa mwenyewe alikuwa anapenda sana mziki, na mimi leo natamani tuzungumzie upande mwingine wa story ambao watu wengi hawafahamu, lakini especially kwako wewe. Wewe binafsi una Apple Music au una YouTube au vitu kama hivyo? Mziki unasikilizaga wapi? Na ni aina gani ya mziki ambao unaipenda? Mziki ndio nasikiliza. Natumia Spotify. Kwa sababu inakuwa ni nyepesi ku access sehemu yoyote. Na kwa mziki nasikiliza genre tofauti sana, nyingi sana. Of course za kimila zipo, lakini hizo kwenye Spotify sijaziona mpaka uende YouTube. Kuna Mr. John Kitime, yeye ndo anafanya muziki sana ya traditional, ya kiutamaduni na ya Kihehe. Ni mizuri sana, ina meaning nzuri na ina sound vizuri, kwa sababu ilikuwa ni authentic, ilikuwa ni real, na instruments zinazotumika zinakupa some type of emotion. Kwa maisha ya sasa hivi, of course, na mimi nabidi niishi kwa wakati wangu, na kwa wakati wangu nasikiliza muziki, nyimbo za aina tofauti. Nasikiliza za bongo flavor, nasikiliza za western, kumaanisha Marekani huko wapi, nasikiliza za nchi nyingi, hata wa Mexican nasikiliza mapiano, nasikiliza muziki ya Kijapan, kwa sababu kuna vitu vingi na mimi nafuatilia. Kuna animations zile zina nyimbo zao za Kijapan, anime, na kuna muziki ambayo naisikiliza kutokana na mazingira au emotions ambazo zipo. Kama na furaha, basi utakuta nasikiliza rap music, kama ni au hip hop. Kama ni kidogo slow, nahitaji melodies, unasikiliza R&Bs, vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta kwenye Spotify yangu kuna shuffling ya muziki tofauti na imepishana pakubwa sana, lakini at the same time inakuwa inanipa flavor nyingi ya ku understand, kwa sababu muziki ni art, ni sanaa. Kwa hiyo unamuunderstand yule artist kwa emotions alizokuwa anazipitia, na wewe kama unaweza kuzirelate, yeye message yake inakuwa imefika, kwa sababu kila mwanasanaa artist, yani artist, yeye anajaribu kufikisha picha, kukuunganisha alichokuwa anakipitia, na wewe msikilizaji uweze kukirelate, yani kukihusisha na feelings ambazo zinaendana na muziki yake. Kwa hiyo kwenye muziki hapo bwana, mimi naweza nikasema ni kama therapy kwangu mimi. Kwa hiyo unakuta mixture ya music nyingi sana. UK tunaenda kila kona. Yes. That's nice. Nikikwambia utaji hapa msanii wako Bongo Flava ambaye unampenda, nafikiri tutazua kidogo mgogoro. Kwa hiyo kidogo tuiache. Lakini nilikuwa natamani kujua kitu kimoja. Umesema kwamba artist ana uwezo wa kutransform hisia zake kupitia muziki. Ndiyo. Na ukasema kwamba wewe
sehemu pekee au sehemu muhimu kwako ambao unasikilizia muziki ni Spotify, ndio? Sasa kuna process gani ambayo imefanyika kwa sisi ndugu zetu Wahehe na wenyewe kuwekewa nyimbo zao kule na kuelewa sehemu ambao wametoka, au kama kuna ujumbe wowote ambao wabidi waufahamu kuhusu kabila lao kupitia muziki? Kwa process mimi naweza nikasema sizifahamu moja kwa moja kwa sababu sizifuatilii kwa undani sana, lakini naamini ni moja ya kazi yangu, kwa sababu kulinda mila na desturi ndo kazi yangu kuu kama kiongozi wa mila na desturi, na vitu vya mila na desturi ni pamoja na muziki. Kwa ufahamu wangu kuna viongozi au wanamuziki kama huyo mmoja nilimtaja John Kitime. Nilifahamiana naye hapa, ni Mhehe, anaijua muziki ya Kihehe na ameweza kuitengenezea platform ya YouTube channels ambazo unaweza kuiaccess wakati wowote. Na kwa bahati nzuri na mimi niliweza kwenda nchi ya Ujerumani mwaka juzi na mwaka jana. Kule nilikutana naye Mr. John Kitime, alikuwa akienda kuielimisha kuhusu muziki ina maana gani, inatoka wapi, kurelate na historia ya mtu Mkwawa. Lakini hizo zote ni harakati za watu binafsi, ni private. Wakizikuza kabila la Uhehe, mimi nitawasupport kama kiongozi wao, kama wanahitaji publication nini, nitawasupport kwa sababu inakuza utamaduni wetu. Lakini kwangu binafsi kama kiongozi wa mila na desturi, ajenda moja katika taasisi yangu ni kukuza muziki. Na kitu kingine kilichonipeleka Ujerumani, kulikuwa kuna chombo alichokuwa akikitumia mtu Mkwawa, inaitwa ligombo. Ilikuwa kama ni gitaa. Analipiga baada ya vita tu, anakaa zake chini anapiga gitaa. Ligombo analipiga, na mpaka saizi lipo. Kuna wazee ambao wanalipiga lakini hawafahamiki, na kazi yangu mimi sasa ndo kuwatumia hawa wazee, kuwakuza kwa kutumia social media nini, sehemu zote. Lakini na sehemu nyingine ambayo naweza kusema inaweza kukuza mziki wa Kihehe ni matamasha. Viongozi wetu wa serikali mkoani hapa Iringa, katika shughuli nyingi naona wakitumia ngoma za Kihehe kwa sababu ndo utambulisho wa kabila kuu la hapa Iringa. Na zingine nimekutana na watu wanaofanya utafiti, researchers, wanakuja wanahitaji kufanya utafiti kwenye muziki. Yeye focus yake ni muziki tu. Kwa hiyo unakuta amekusanya data nyingi sana zinazohusiana na muziki, ambayo na mimi hiyo nitamuomba kutumia ili kuweza kujua zaidi kuhusu ile muziki, na pia kuweza kutafuta namna moja au mbili ya kuizikuza, kwa sababu yeye naamini ataenda kule ataisubmit kazi yake, research yake, basi baadaye itabidi aifanyie kama ni proposals ili waweze kufanyia something kuhusu na ule muziki. Kwa hiyo hizo ni namna tofauti ambazo kama kiongozi wa mila na desturi naweza nikazitumia au tukashirikiana kukuza muziki wa kimila na desturi wa Kihehe. Yes. Wewe ni kiongozi wa moja kati ya kabila kubwa sana la hapa nchini Tanzania, kabila la Wahehe. Ningependa kufahamu ni kwa namna gani ambao wewe unachagua rafiki. Kwako rafiki ni mtu ambaye anabidi awe na vigezo vipi, au awe ni mtu wa namna gani ili aweze kuwa karibu nawe kama rafiki yako? Na je, una marafiki kwanza? Ndio, nina marafiki wengi sana. Uliwezaje kuwachagua hao marafiki zako? Kila kitu kinachotokea chini ya jua ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mpaka unakutana na mtu, Mwenyezi Mungu alikupangia ukutane naye na awe rafiki yako baadaye. Na mimi kusema kuchagua rafiki sio kama ni agenda ambayo naiweka akilini mwangu, ni kitu ambacho kinatokea automatic. Kama tuta vibe, kumaanisha kama kijana na kijana, for instance anapenda labda aina ya muziki sawa na mimi, au hobbies zake zinafanana na za kwangu, tayari kutakuwa na some type of connection baina mimi na yeye. Lakini mimi kwenye status yangu ya marafiki imejaa level nyingi za age, kumaanisha ya miaka. Nina marafiki ambao ni vijana of course kama mimi,
wengi wao nimekuwa nao, nimesoma nao, tumecheza wote, au ni marafiki ambao unaweza kusema ni best friends kwa sababu wananifahamu Adam kama Adam na sio chifu au sio mtwa. Lakini kuna wale ambao nimekutana nao njiani wakiwa na interest ya kunitambua kama Adam, au nao ni marafiki ambao nakutana nao njiani. Na kuna watu wazima ambao wananitambua kama chief, huyu ni kiongozi wetu, na lakini wanakuwa na ideas ambazo na mimi ningependa kujifunza kutoka kwao, na hao nao wanakuja kuingia kwenye list ya rafiki. Lakini kuna marafiki ambao ni waheshimiwa, viongozi wa serikali, na hiyo ni kwa sababu nimekuwa kiongozi nami kutoka mdogo sana. Kwa hiyo nimeshiriki kwenye vitu vingi sana vinavyohusiana na serikali, kukuza taifa letu na pia kukuza mkoa wetu. Kwa hiyo unakuta na kule nakutana na viongozi, nao baadaye wanakuja kuwa ni marafiki pia, ndugu, kwa sababu wengi wao ni Wahehe pia na wengine ni makabila tofauti, lakini kufahamiana tu kule kuna tutengeneza kuwa marafiki. Na baadaye na wengine ni watu wazima, kumaanisha wazee, wakina mama, bibi, wote hao, kwa sababu kama unavyoelewa mimi naweza nikasema ni daraja la past na future au na present. Kwa hiyo ninajaribu kutunza vya zamani ili tuvitumie sasa hivi na kuvihifadhi kwa manufaa ya baadaye ya future. Kwa hiyo hapo unaona yani listi zote kuanzia ni mtoto mdogo mpaka mtu mzima ni marafiki. Na kusema kwa rafiki tu wa kawaida, mimi nitamwangalia tu nitaongea naye kama mtu wa kawaida, lakini kuna vigezo fulani ambavyo unamwangalia. Asiwe tu mtu muovu, mtu ambaye yani ajenda zake sio za kistaarabu, yani yule mtu ambaye unajua kabisa huyu bwana ni picha mbaya, kwa sababu nikiwa natembea mimi sio Adam tu tena, nakuwa ni kiongozi. Kwa hiyo inabidi niangalie na hadhi ya kitu ambacho nimesimamia. Kwa hiyo kuna michujo fulani mingine inatokea, lakini automatically mimi ni neutral kwa kila mtu. Napenda tu mtu yoyote atakaye ni approach au nitakaye mu approach, basi tukiongea tukafahamiana ni jambo la heri, na baadaye tunaweza tukafikia kuwa marafiki. Inakuchukua muda gani wewe kujua huyu mtu sio sahihi kwenye maisha yangu au kwenye picha nzima ya uongozi wangu? Of course katika uongozi na kwangu mimi toka nimeupokea mdogo, nimejifunza mengi sana. Nimejifunza jinsi ya kumstudy mtu, kumstudy mtu kwa kuangalia tu jinsi anavyojiwakilisha, either anavyovaa, marafiki zake yeye mwenyewe, anavyoongea, na vitendo anavyovifanya. Of course wanasema don't judge a book by its cover. Ndiyo, lakini katika nafasi yangu unakuta muda mwingine sina muda mrefu wa kumtambua mtu yeye ni nani, kwa sababu muda mwingi watu wanaonifuata wao ndo wanakuwa na agenda na mimi, sio mimi na agenda na wao. Kwa hiyo lazima wao watakuwa wananitambua, watakuwa wameshanifanyia utafiti kwa huyu jamaa yuko hivi na hivi, anapenda kitu fulani na kitu fulani, lakini mimi siwatambui. Kwa hiyo nina muda mfupi sana wa kuwatambua huyu ni mtu wa aina gani, ana plani gani kuhusu mimi. Sasa siwezi nikamfanyia action yoyote juu yake, kumaanisha lakini naweza nikaenda naye tu neutral, nitampokea tu kama mtu wa kawaida, tutaongea, lakini kutokana na tone yake na the way anavyoongea na mimi, anavyojieleza na mambo mengi kadha na kadha, nitavinotice, lakini sitavichukulia action mpaka pale nitaona amevuka mipaka. Sasa hiyo yote inakuwa ni mambo ya psychological, inabidi tu understand mtu the way they are. That's nice. Lakini otherwise ile neutral, mmekutana tu from nowhere, labda mkagongana hivi, kawa hivi na hivi, hiyo yote ni mipango ya Mungu, ilitakiwa iwe hivyo. Na ikitokea hivyo basi tunaliachia, tunaendelea kuishi kama marafiki. Natamani kujua ukitoa mtu Adam kama Adam kwenye maisha yake ya kila siku, ni vitu gani ambavyo anafanyaga ambavyo watu wa nje huku maybe hawafahamu kama wewe unaweza kuvifanya, au kwamba ni hobbies zako? Mfano mimi, wewe unajua mimi napenda mpira, napenda sana Argentina na Liverpool, wewe unafahamu ni timu zangu. Kwa hiyo natamani kufahamu ni vitu gani ambavyo wewe kama Adam sasa ukikaa nyumbani au kwenye maisha yako ya kila siku unavifanyaga ambavyo watu wengine hawajui kama chief anafanyaga vitu kama hivi ambavyo ni vizuri. Of course kama kijana
mwingine tu. Na mimi napenda kufuatilia michezo, lakini sana sana mimi ni mtu wa basketball. Napenda mpira wa kikapu. Ya timu yangu mimi ni Lakers. Sasa saa hizi tulikuwa tunamfuatilia mule LeBron James ameshahama. Inaonekana na mimi itabidi nihame. Lakini all in all basketball ndo my hobby na kitu ambacho nakipenda. Napenda sana, muda mwingi ukinikuta unanikuta nipo kwenye basketball court, either naangalia, kucheza nacheza lakini sio sana. Of course na mimi mwili wangu nisije nikaa nadanganya mnaona tu kwa mwili wangu jamaa bigi. Sio muda mrefu tulikuwa tunahama nyumbani kwetu. Na hiyo kazi yote nilikuwa nimefanya mimi mwenyewe. Of course na rafiki zangu niliwaita na mtu ambaye tulimlipa tusaidie kuendesha gari, kubeba mizigo yote nilikuwa nafanya mimi mwenyewe. Mafundi vitu vikiharibika wananiita mimi kwa sababu na mimi nilikuwa mtundu sana nilipokuwa mdogo. Napasua vitu najifunza na sasa hizi ndio wananiita sasa ili niwatengenezee, unakuta nishakuwa professional. Yeah. Kwa hiyo unakuta nafanya vitu vya kawaida sana nikiwa nyumbani, lakini nikiwa nje pia nipo unakuta natembea tu, napiga story, napenda kuongea na watu. Mostly kuwasikiliza, you know, kwa sababu napenda kujifunza. Kutoka age ndogo naamini ukiwa unaongea sana unaweza ukaongea kitu ambacho si kweli. Na hiyo ni kwa sababu huna experience au hujawahi kukiona au kufanya nini. Sawa, unaweza ukawa umekifuatilia lakini kinaweza kisiwe cha ukweli. Kwa hiyo mimi kitu changu cha kwanza ni kupenda kumsikiliza mtu akiwa anaongea kitu fulani. Unless yeye mwenyewe kaniomba mimi nimuelezee kitu fulani. Kama nakifahamu basi nitamuelezea. Kama sasa hivi unavyonisikiliza mimi. Kwa hiyo mwenyewe nakuelekeza. Kwa hiyo unakuta vitu vingi sana vile vya kawaida mimi nakuwa najiinvolve. Yeah. Vijana wengi wa kiume moja kati ya kazi ambao hawaipendelei ni kufua, kuosha vyombo. Ni kazi gani ambayo kwako ni changamoto kuifanya? Mimi kusema kweli kufua. Kufua bwana, of course nitafua nguo zangu za ndani na kadhalika, lakini nguo kwa ujumla. Nakumbuka mzee wangu alikuwa akifua nguo zake. Na siku hizi bwana mimi nikipata posho yangu nitamuita akufua tu afue, au kama ni washing machine tutazitumia. Lakini mamangu ananikumbushaga, "Damu bwana, fua bwana nawe kidogo." Nguo zenyewe 2 3 naambia bwana mama, nitafua nguo viatu vyangu. Sisi wanaume na viatu unakuta kama kuna Jordans au Nike ile utaki iharibiwe, kwa hiyo utaifua kwa umakini sana. Yeah, kwa hiyo kwenye kufua kidogo ni changamoto, tunalipia ili ifuliwe. Lakini kwenye kazi zingine ambazo unakuta zitaweza kunichosha sio nyingi sana, lakini ni zile ambazo zinatokea tu ghafla yani from nowhere unakuta kitu fulani labda kimepasuka, basi inabidi ukifix kutokana na mazingira kwa ajili ya usalama na mambo mengine. Lakini yeah, hizo ndo unakuta ndo vishughuli ambavyo vinanichosha kwa muda mwingine, lakini ni vya kawaida. Hapo kwenye nguo hapo. Yeah. Hii vazi ambayo umevaa ni vazi maalum na ni vazi special kwa ajili ya cheo ambacho unacho. Ndiyo. Lina jina lake maalum ambayo unao? Yes. Ili vazi linaitwa mgolole. Yeah, na ili of course ni vazi ambalo ni la kimila na ni la kitamaduni. Tamaduni za Wahehe. Na ili vazi of course Wahehe ukirudi nyuma zaidi walikuwa wakivaa ngozi, kumaanisha ngozi za wanyama. Ndio walikuwa wakizivaa. Especially kama ni wanaume walikuwa wakivaa ngozi kwenye kiuno chao, akistiri tu sehemu zake za siri. Kwingine alikuwa of course mwanaume alikuwa active sana, anaenda vitani, anafanya zile kazi ngumu, kwa hiyo nguo zingine alikuwa hazihitajiki. Na baadaye mtu mkwa alikuwa akifanya biashara na Waarabu. Na mtu alikuwa anaitwa Bushiri bin Salim. Yeah. Alikuwa akifanya naye biashara, akimuuzia pembe za tembo, dhahabu, na vitu vingi sana ambavyo vikipatikana hapa mkoani Iringa. Na Mwarabu alikuwa akimuuzia, akibadilishana, ilikuwa sio akiuziana, trade. Akimpa mavazi kama hivi, akimpa lugha, alifundisha lugha ya Kiarabu, akamfundisha na dini pia ya Kiislamu. Yeah, na vitu vingi sana alibadilisha, na bunduki pia, alimpa bunduki. Kwa hiyo ili vazi ukiangalia kwa limebei sana kwenye Uislamu pia. Ukiangalia watu wanaoenda kuhiji Maka wanavaa nguo nyeupe. Ile nguo nyeupe ndio ilikuwa mundu huu rubega yani inakuwa.
Kwa hiyo mkono mmoja unakuwa nje, mwingine unakuwa ndani. Kwa hiyo ile nyeupe. Sasa hiyo ilikuwa inatokana na ile vazi. Ndio ukiangalia hata picha ya Mto Mkwawa iliyochorwa limevaliwa hivyo hivyo. Lakini ukiangalia saizi kuna rangi, kuna hizi rangi zinazowakilisha kitu fulani. Kuna vazi liko hivi jeupe kuonesha sasa maana ambayo ilikuja baadaye kwa sisi Wahehe, nyeupe ya kwenye rangi kumaanisha ile pureness, watu weupe, yani tuko clean, yani wasafi. Kwenye migorole mingine ambayo ninayo pia ina rangi nyekundu na blue. Blue kumaanisha mkoa wa Iringa una utajiri wa maji. Pale Kalenga, jina Kalenga linatokana na neno lulenga, yani kamaji fulani. Kwa hiyo richness ya mkoa wa Iringa na maji. Na nyekundu ni kutokana na vita zilizokuwa zikitokea. Lakini na mimi kwa uboresho ulifanyika na Adam Sapi, mjukuu wa Mkwawa. Na mimi of course kwa nafasi yangu, kwa wakati wangu, nitengeneza bendera ya Tanzania. Hiyo kuonesha umoja. Hii ni ubunifu wako wewe mwenyewe. Yes. Of course sio mimi, wapo watu wanaofanya production, lakini kwa kuikuza na kuitambulisha ilikuwa ni ya Tanzania. Hii dadangu ndo alinichukulia hii, dadangu Fatma. Na hii kuonesha, na hii nilivaa nilivyoenda Ujerumani. Kuwakilisha nchi yangu. Sio Uhehe tu tena. Na sasa hivi Wahehe tuko everywhere. Tuko dunia nzima. Uingereza wapi? Hapa Tanzania, tuko nje ya Tanzania, Kenya, huku Uganda, kila kona. Kwa hiyo kama kiongozi wao nilipoenda Ujerumani, nikavaa vazi la bendera ya Tanzania kuonesha ule umoja. Sasa hivi tunaishi hapa Iringa, ukija sio kila mtu Mwehe. Sidhani hata mwenyewe kama ni Mwehe pure, lakini kuna tuna makabila mengi. Sasa hiyo inatuonesha unity ambayo ilifanyika na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na kuonesha amani na upendo katika nchi yetu. Na mimi nikatumia bendera ya Tanzania kama kiwakilishi cha nchi yetu na Uhehe sasa kwa ndani. Yes. Nafahamu sasa hivi upo chuo. Ndio. Na tungependa kufahamu upo chuo gani na unasomea masomo gani? Sasa hivi nipo chuo cha University of Iringa, hapa Iringa. Nasomea mambo ya Business Administration in Human Resource. Rasilimali watu. Yeah. Na nasomea mambo ya biashara, kuiadministrate, kuiongoza, kwa sababu of course mtu kawaida moja kwa moja akiniona ana assume huyu ingekuwa vizuri akisomea mambo ya utalii. Ndio. Na ina make sense kwa sababu mimi mwenyewe ni kivutio cha utalii. Ni kiongozi wa utamaduni na kadhalika. Na mkoa wetu ni wa kitalii, yani umejaa kwa mambo ya utalii sana. Ndio. Sawa. Na elimu siku hizi haiishi hapo. Unaweza ukasoma unavyozidi kwenda mbele. Hiyo na mimi naamini ipo kwenye ajenda yangu ya kuongezea. Lakini nimesomea kwenye mambo ya business administration ili kujua jinsi gani ya kuadministrate au kuongoza vitu ambavyo vita benefit au vitarudisha mapato kwenye taasisi ambazo tutaziunda, au vitu au ajenda ambazo tutazitengeneza kwa ajili ya manufaa ya jamii, ya Wanairinga. Sasa hivi sio Wahehe tu, Wanairinga. Na hiyo ni mimi kusomea mambo ya biashara. Ndio nikaona itakuwa ni kitu suitable, na pia ni iko broad, yani kumaanisha ni pana. Business administration inahusiana na mambo ya procurement, mambo ya HR, mambo ya accounting, mambo ya kila kitu ndani yake viko huko. Kwa hiyo mambo ya marketing. Kwa hiyo unaona kwenye kila sekta ambayo sasa hivi ipo inasukuma, especially kwenye sekta ya sisi vijana wapambanaji, nimegusia. Kwa hiyo ikitokea situation fulani ambayo inanihitaji ni adjust kwa namna hii, basi nita adjust. Na nikaamua baadaye nimefocus kwenye human resource kwa sababu tayari nadili na binadamu, na itabidi nijue jinsi gani ya kuhandle na kuwasaidia kwa kutumia zile sheria za haki za binadamu, maanisha labor law na mambo kadhalika. Kwa hiyo hivyo vyote unakuta vimeniforce baadaye kuja kusomea mambo ya business administration. Of course agenda yangu before nilivyotoka O level, manake nilitoka O level nilisomea shule ya International School hapa Iringa. Pale nilivyotoka nilitaka nije kusoma aeronautics engineering. Ilikuwa ni moja ya interest ambazo nilikuwa nazo, lakini kwa
baadhi ya marafiki zangu watu wazima na watu wenye hekima zao na experience, niliongea nao na wakanipa maono yao kutokana na experience na kujua nafasi yangu. Walinieleza kuwa ukisomea mambo kama aeronautics engineering wewe utakuwa una spend muda mwingi kwenye airports, unadili na mambo ya ndege nini, which ni nzuri, lakini haita kusaidia kwenye impact ya nafasi yangu. Haitakuwa na impact moja kwa moja kwa watu wangu kwa kutumia nafasi yangu. Kwa hiyo akanishauri niangalie kitu ambacho more general na kitu ambacho kinaweza kikaendana kidogo na uongozi wangu. Kwa hiyo business administration ndio ikawa moja wapo, naamini na baadaye tutaongezea mambo ya utalii labda na sheria, ili sasa kukazia vile vitu na diplomasia, mambo ya diplomacy. Hizi nchi zetu zinaenda kwa vitu kama hivyo, kwa hiyo inabidi kujifunza mambo ya siasa pia. Nimependa hao wazee ambao unao, itabidi ndugu yangu na mimi unipe wanisaidie kunishauri mambo. Ni hao. Okay. Ni watu wafanya biashara, kwa hiyo unachukua opportunity kujifunza kutoka kwao. Ukiwa kama Chief Mtwa wa Kihehe, unaonaje nafasi yako, kwa maana kwamba je, inaishia tu kwenye utamaduni peke yake au una uwezo wa kufanya maamuzi kwenye masuala mengine ya nchi na tuseme kiserikali kwa ujumla? Of course kwa nafasi yangu na mambo ya utamaduni ndo key, ndo source yenyewe kwa sasa hivi. Of course wakati ule wa kuanzia Adam Safi kupandisha mpaka Mkwawa ilikuwa yeye ndo rais, yani kila kitu kinachohusiana na jamii yeye ndo anakisuluhisha, kesi nini yeye ndo anasuluhisha. Lakini kwa baadaye mpaka imetengenezwa serikali, hizo shughuli zingine zote zinazotokea kwenye jamii zinasimamiwa na serikali yenyewe. Na kwangu mimi nafasi yangu iliyobaki, kazi yangu kuu ni mambo ya utamaduni, mambo ya culture. Yani utamaduni ndo culture yenyewe ya mila na desturi na utalii kwa kiujumla wake. Kwenye mambo ya ushauri au maongezi kuhusu kiujumla, yapo. Na hayo yapo kwa sababu tunashirikiana na serikali, tunashirikiana na vyama vya kisiasa, tunashirikiana na taasisi tofauti, viongozi wa dini, wote ili kujenga mkoa wetu, kujenga taifa kiujumla. Kwa sababu sisi tuna maoni yetu na kuna vitu fulani ambavyo tunaweza tukawa tunaweza kusaidia serikali kuviboresha au kuvisimamia kwa namna moja au nyingine kwa nafasi zetu. Kwa sababu sisi ndo foundation ya, tunaweza tukasema ya jamii au taifa. Kwa sababu kiongozi wa serikali akija tuseme mkoani, hapa mimi nimeona viongozi wengi wameshakuja, wameondoka. Wakuu wa wilaya, wakurugenzi, wakuu wa mikoa wanakuja, watafanya kazi zao kama viongozi wa serikali, lakini watahamishwa baadaye. Kwa unakuta zile agenda labda waliziset zinaweza zikaishia sehemu fulani. Na kubadilika kwa kiongozi, kila kiongozi anakuja na agenda yake. Of course kuna ile mikakati ambayo haibadiliki ya long term, lakini ile short unakuta inabadilika kutokana na mabadiliko ya viongozi. Lakini kwa kiongozi kama mimi wa jamii, mimi nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, na mpaka nakuja kufa nitafia hapa hapa na nitazikwa hapa hapa. Kama kutoka naweza nikatoka nikaenda sehemu tofauti, nijifunze mawili matatu ili kuboresha hapa nyumbani. Kwa hiyo unaona jinsi gani na sisi viongozi wa mila na desturi tuna impact katika jamii, tuna umuhimu katika jamii, na hiyo ni kwa sababu ya position kama hiyo. Kwa hiyo kwenye mambo ya ushauri nini tunashirikiana ndio na serikali. Je, una feel pressure kwa jina lako na nafasi ambayo unayo, au ni kitu ambacho kinakufanya uendelee kumove forward na kinakupa nguvu na kukutambulisha zaidi? Kwa kweli ni kitu ambacho kwa jina kama jina tu linanipa nguvu sana. Kwa sababu ni jina la hekima. Sio tu kitaifa, ni kidunia, international. Kama nilivyosema, nilipata nafasi kwenda nje. Kule Ujerumani sisi Wahehe tuna heshima yetu kubwa sana.
na hiyo ni kwa sababu ya historia ya kwetu, na of course kwa maovu waliotufanyia Wajerumani kwa nchi yao. Sasa hivi wanavyoenda mbele, wanajitahidi kufanya mambo ya reconciliation, kumaanisha kurudishia au compensations, yani vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaona kabisa na sisi mpaka unafahamika, ujue basi ni kabila sio la mchezo, lina heshima yake kubwa sana. Na ukirudi nyumbani hapa, naamini katika makabila ambayo yenyewe kama yenyewe, bila kusema kama mimi nitengeneze labda taasisi au nifanye kitu fulani, lenyewe kama lenyewe, neno Mkwawa tu lina brand yake kubwa ambayo linajitegemea lenyewe kama lenyewe kwa nafasi yake. Kwa hiyo linajikuza hivyo. Na mimi kuitwa kiongozi wa Wahehe ni kutokana na mtu Mkwawa kuwa kiongozi wa Wahehe wakati ule, na mtu ambaye alisimamia watu wake. Basi na mimi nitafanya kwa kadri niwezavyo kusimamia watu wangu kwa kutumia ile heshima alikuwa nayo mtu Mkwawa. Of course ni challenge kubwa sana, ni kubwa, kwa sababu ninavyozidi kwenda mbele na mimi ndo nazidi kuielewa kuwa aisee, hili jina sio la mchezo. Na hiyo ni kwa sababu ni tayari ni brandi kubwa, na saizi tunadili na watu wa aina tofauti. Sio kama ni Wahehe tu, hapana. Saizi unakutana na watu tofauti, makabila tofauti, education level tofauti, experience tofauti. Kwa hiyo unakuta unahitaji uwe una fikra za juu sana ili kupata hata maongezi yenye manufaa kwa ajili ya jamii na kabila kwa ujumla. Kwa hiyo kwenye uzito wa jina nalifeel ile pressure muda mwingine naisikia kwa upana wake. Yes, lakini kwa muda mwingine naifeel pia kwa sababu inanipa nguvu. Inanipa nguvu kuwa ni damu ya shujaa mtu Mkwawa. Ni moja wapo, sababu Mkwawa alikuwa na wake wengi naye kama 62. Sio mchezo na ndugu ni wengi sana hapa Iringa. Nikicheki tu haraka haraka wakina Mkwawa wapo wengi. Lakini sasa ndo hiyo sasa, kila mtu ana feel. Na mimi kazi yangu saizi ni kuhifadhi ile uzito wa jina lake mpaka leo, na uzito wa Uhehe kiujumla mpaka leo kwa kutumia jina Mkwawa. Umezungumzia hapo kwamba kuna Mkwawa wapo wengi, yeah. Maana kwamba ni familia kubwa. Je, kwenye familia kuna watu wote ambao hawakubaliani na nafasi yako? Siku zote kwenye maisha kuna kuwa na wale watu ambao hawakubaliani na choices au majibu yaliyokuja. Na hiyo ni kwa sababu ya especially kwenye loyal families. Sijui ukiangalia movies nyingi, series, story inapoanzia ni pale unakuta kaka na mdogo wake au na binamu au nini kamua mwenzake kwa sababu ya nafasi. Na hiyo ipo hata kwenye kabila la Wahehe, ilitokea kwa wakati hata Mkwawa alikuwa na kaka zake, kuna mmoja wao aliuawa nini hivyo. Lakini na kwangu mimi ipo, inaweza isionekane direct moja kwa moja, lakini ipo, inakuja indirect, na wakati mwingine inakuja direct kabisa. Na kumbuka kuna wakati nilishapokea uongozi miaka 15, kwa sababu nilipokea miaka 15 niko high school. Kuna mzee mmoja ambaye alikuwa anajiita chief sasa. Hiyo yote kwa sababu tulikuwa tunafanya naye kazi na alikuwa akiniangalizia nafasi yangu kwa wakati ule. Sasa hiyo yote ikampa comfortability. Alikuwa anakuangalizia wakati upo shule? Niko shule. Okay. Yes. Ikampa sasa comfortability mpaka kujipa cheo cha chief, kwa sababu kuna manufaa alikuwa anayapata kwa kutumia nafasi hiyo. Kwa kutumia jina langu mimi, kumaanisha inaweza sio Mkwawa, chief Mtwa. Kwa nafasi yangu alikuwa akiitumia. Kwa hiyo unaona kuna watu ndani ya familia ambao unakuta hawana either interest, hawana mawazo mazuri na nafasi yako. Lakini namshukuru Mungu kwa upande wa baba yangu, wapo ambao tunaelewana vizuri. Baba mdogo zangu, anti zangu
wapo, lakini of course nao hawako sana Iringa. Na ni kawaida, nao wanapambana na maisha kwa nafasi zao, lakini tunashirikiana nao vizuri tu, ni ndugu zangu na hivyo. Kwa hiyo hizo zote zipo, lakini kuziona moja kwa moja inaweza ikawa ngumu, lakini naamini zipo. Of course hapo kwenye uzito wa jina na nafasi ambayo unayo, hiyo naweza nikakuelewa, kwa sababu unafahamu kuna sehemu nyingi ambazo mimi nawe kukutana kwenye mikutano ya serikali na vitu kama hivyo. Hivi utaratibu unakuwaga upo vipi kwa watu ambao ni taasisi labda za kiserikali wakiwa na kuhitaji uje kwenye events zao au shughuli zao za kila siku? Kukupata unabidi wafanye nini, au kuna utaratibu gani ambao unabidi ufuate? Utaratibu ni of course sasa hivi kwa muda mrefu sana nimekuwa nikishirikiana na taasisi tofauti kijumika na serikali. Na hiyo yote ni kukuza pia na mimi nafasi yangu. Ni opportunity kwangu. Lakini at the same time ni kujifunza. Sasa procedure of course ni naye katibu wangu ambaye ni dada yangu. Yeye ndo anayepokea kama ni mwaliko. Kawaida ninaomba kama ni taasisi wananihitaji labda na mimi sehemu fulani, basi ataniandikia barua ya mwaliko, kwa sababu na mimi nipo chuo na kuna baadhi ya watu ambao naambatana nao wapo kazini, kwa hiyo inabidi waombe ruhusa. Sasa barua ndo inakuwa kiakilishi cha kuonesha kuwa nahitajika sehemu fulani. Kwa hiyo barua ndo inakuwa kitu cha kwanza. Na baada ya mwaliko huo basi na sisi tutarespond kama kutakuwa na demands zingine, kama ni usafiri au compensation yoyote inatokea, basi tutaelewana kwa kutokana na situation iliyopo. Lakini kwa jinsi ninavyo move, vitu vingi ninavyofanya, naweza nikasema ni nawasaidia tu. Inaweza nisiwachaji chochote. Unakuta hata ninapoenda sehemu nitajigharamia mwenyewe. Nitafika pale, nitasaidia kwa nafasi yangu, alafu nitaondoka na sitawachaji chochote. Lakini kwa mazingira sasa hivi mimi sina kazi sina kitega uchumi chochote. Kwa hiyo kama ni opportunity na taasisi na kuna jambo ambalo kweli wao wanaolifanya linawaletea chochote au impact yoyote, basi tutabidi tufanye maongezi zaidi ili kuelewana. Lakini otherwise na mimi napenda kuwasaidia kwa kadri niwezavyo, kwa sababu sio mmoja ya kazi yangu ya kusema ni imeandikwa kama kwenye katiba, hapana. Lakini ni kuwasaidia kwa sababu na mimi naamini ni pati ya jamii. Na sisi wa Tanzania ni watu wakarimu. Na mimi najitahidi kuonesha hiyo, kuwa sawa ni mtu mwenye cheo kikubwa. Najaribu kutengeneza ule uwepesi wa mtu awe comfortable hata kunipata. Naamini hata baadaye maishani itanisaidia na mimi pia. Kwa sababu wanasema akau kubita, akau kupiluka. Kwa hiyo ukija na mimi nitakuja. Ukinisaidia na mimi nitakuja kukusaidia. Kwa hiyo help me, I help you. Tit for tat. Yeah. Unafahamu kuongea Kie vizuri? Kie bwana. Kwa bahati mbaya au kwa aibu, naweza nikasema nakifahamu kidogo. Na hiyo ni kwa sababu ya elimu. Sasa siwezi nikaikosoa, hapana, ni kitu kizuri. Na Kie nilikuwa nakijua vizuri kabisa. Vizuri kabisa. Nilikuwa na miaka 12, vizuri kabisa. Lakini alifariki mzee, nikaenda shule international. Pale kidogo kaanza kung'ata ngeli kidogo kwa wingi. Nakumbuka hata speech yangu ya kwanza ilifanyika Mei Mosi mbele ya Mheshimiwa Rais Magufuli. Yani hiyo ndio ilikuwa speech ya kwanza maishani mwangu kuongea mbele ya watu. Ilikuwa ni unexpected. Sijui sijui B, sijui protocol, sijui nini. Nakumbuka nilimtaja wakati ule Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Jina lake tu la kwanza nikasema na Mheshimiwa Kassim. Kama ni kaka yangu tu, yani hivyo. Hiyo mimi nilikuwa sifahamu kwa sababu sikutayarishwa. Hamna mtu ambaye mimi nikienda sehemu ambapo naongea mbele ya mkusanyo wa watu ananiandikia speech. Hizo zote nafanyaga mwenyewe. Dada yangu alikuwa ananisaidia, lakini nikaa naona ananichanganya naye, kwa sababu unajua maneno yako na maneno yangu ni tofauti.
wewe utakachofikiria mimi niseme na mimi nitachofikiria nataka kuja kusema zitavutana, na unakuta naanza kujingata, yani sielewi sasa hivi alisema hivi. Kwa hiyo unakuta hiyo inanichanganya. Sasa hiyo yote mpaka na mimi na kuongea na jamii mbele ya watu nini, ni mimi mwenyewe nikaanza kuunderstand nilivyokuwa nikishiriki kwenye mikutano, naona jinsi gani wanavyoiwakilisha, wanavyoongea kiprotocol. Kwa unaanza na kiongozi fulani, unakuja fulani, baadaye unaelezea kitu fulani, unamalizia, unapiga paragraph kidogo pale, unamalizia, mwisho unaifunga. Sasa na mimi hiyo ndo nimeendelea kuiadjust as we go. Kwa hiyo mwanzoni kabisa ilikuwa ni hivyo. Sasa ndo unakuta kilinipotea nilivyoenda ile shule ya international. Lakini ni kawaida kwa sababu na mimi babangu naye ilikuwa hivyo. Alivyokuwa mdogo alikulia Kalenga, alizaliwa Kalenga, alikijua vizuri. Baadaye akaenda high school, huko kidogo Kiswahili kikawa kinatumika muda mwingi, na akaondoka akaenda kusoma Ujerumani. Ana Kijerumani akajifunza, akawa anakijua. Alivyorudi akawa akijui amesahau. Basi lakini kwa sababu akawa amerudi Tanzania, baba yake kumaanisha Adam Sapi speaker akamwambia nenda kaishi Iringa kwa sababu wewe ndio utakuwa chief unaifuatia. Kwa hiyo ndo akaishi huko kidogo akaanza kukirudisha, akakiadapt mpaka akawa anakifahamu. Kwa hiyo na mimi sina pressure ya kusema kuwa naweza nikaa nakijua kwa percent fulani, na watu wakasema mbona chief mwenyewe hajui lugha. Sawa, naweza nikaa nisijue, lakini kwa mazingira sasa hivi mimi nitaendelea kufocus na vitu ambavyo vitaendelea kunibenefit, lakini lugha najua ni muhimu sana na nitaipambania niweze kuifahamu. Kwa hiyo nitaisoma ninavyozidi kwenda mbele. Na nitaiadapt nitajipoteza na mimi kidogo mjini hapa, niishi na wazee kule nikipate kile pure. Kwa sababu lugha practice. Unavyoongea na watu kila siku ndio unazidi kuielewa. Kwa hiyo ni hivyo. Okay. Chief, ukiwa kama kijana na imani mara nyingi kwenye maisha yako ya kila siku unakaa na kukutana na vijana wengi, unadhani ni changamoto gani kubwa ambazo zinawakabili vijana wa mkoani kwetu hapa Iringa? Maybe labda ni elimu au ni ajira, na solution yake haswa ipoje kwa wewe, kwa mtazamo wako? Tunaweza tukafanya nini kuepukana na hizo changamoto kwa vijana wetu wa mkoa wa Iringa? Kwa kweli changamoto ni nyingi na vijana siku hizi ikiwemo na mimi mwenyewe na understand ile pain, naelewa ule uzito wa kama kijana kupokea majukumu mapema. Maana siku hizi sio mimi tu nilipokea mdogo. Siku hizi kijana mdogo sana tunatofautiana majukumu, uchangamke mapema sana. Wote tuna majukumu, tunatofautiana, lakini inabidi uchangamke kiakili mapema sana kwa sababu ya mazingira aidha ya nyumbani au familia ambayo ulikuwa ukutegemea lakini ukaipata. Yote ni ya heri, lakini inabidi uadjust ile mentality yako. Kwa cha kwanza kabisa naweza nikasema ni wewe kama kijana tu mwenyewe inabidi ujiadjust ile akili yako kufikiria njia ambazo zinaweza zikakuinua katika sehemu yako uliyopo. Lakini of course changamoto kubwa unakuta ni ajira kwa vijana. Pia na elimu. Wengi vijana naona wengine hawaendelei shule, wanaamini kuwa of course shule haina, yani kutokana na statistics wanazoziona kuwa yani watu wengi wanasoma wanatoka na PhD na masters na manini, lakini wakirudi nyumbani hamna ajira. Na which is true. Lakini of course serikali yetu inajitahidi kusupply as much as it can na inatoa kwa wingi wake, lakini sio kila mtu atabahatika kuipata hiyo nafasi. Kwa hiyo ajira ni moja ya challenge kubwa sana ambayo inaendelea kwa vijana. Na solution yake mimi siwezi nikaisemea kwa undani sana, lakini kwa kutambua tu au kuonesha ishara ya kusaidia ni kwanza yeye mwenyewe kijana kama nilivyosema ajitambue. Ajue nguvu zake na zile weakness. Kwa hiyo strength na weakness zake. Alafu ajue opportunities zinazopatikana katika jamii yake. Fursa zinazopatikana katika jamii au kasoro zilizopo katika jamii. Kwa mkoa wetu mfano Iringa, haraka mkoa wenye utalii sana. Wewe kama kijana ukiona una changamoto au huelewi uanzie wapi, si ndio umesomea kitu fulani, jiajiri. Tengeneza kitu fulani ambacho kina mvutio. Sasa hizi naamini Iringa inakuwa
ni mkoa ambao unazidi kukua. Na itakuwa kwa sababu bado serikali inashirikia mambo ya miundombinu nini. Hiyo yote itaboosti utalii. Kwa hiyo unafikiria mbele ya safari kuwa kama engo fulani ya Iringa, kuseme kama ni Kiesa Kilolo, unaenda pale unaangalia mazingira, unajua saizi wazungu watakuwa wanaingia wengi kutoka sehemu fulani, au wananchi wa Iringa wanaingia wengi kutoka sehemu fulani, au wa Tanzania. Nenda pale kajiweke, angalia kuna fursa gani, jiseti pale, alafu itumie sasa hiyo fursa au hilo tatizo kutengenezea fursa. Siwezi nikaielezea kwa undani kwa sababu kila sehemu ina tofauti. Yes, lakini kwa kuchambua tu haraka, hiyo ndo na mimi naweza nikasema kwa vijana wenzangu ni kuangalia kwa namna hiyo. Na nyingine unakuta ni elimu, lakini kwa elimu unakuta tu ni vile vitu ambavyo kama sasa hivi kuna mikutano ambayo inatengenezwa na viongozi wetu. Kama kesho kutwa naamini RPC wa mkoa atakuwa na kongamano la kuwaelimisha watu kujilinda, mambo ya ulinzi, wanajua kujitetea haki zao. Sasa hizo ni zile elimu za kijamii, elimu za kisheria, elimu za kiafya, kujitunza. Kwa hiyo hizo nazo ni changamoto ambazo zinahitaji kuongezewa elimu kwa undani zaidi. Of course kwa mkoa wetu unajitahidi sana, kwa viongozi wanajitahidi sana kuzisukuma hizo agenda. Ukimwona mkuu wa mkoa anaenda katika shughuli nyingi sana zinazohusiana na mambo ya ulinzi, ya kujilinda, haki za binadamu, hizo zote, watoto nini na kadhalika. Kwa hiyo unakuta nayo ni changamoto, lakini kwa solutions tunaishukuru serikali kwa kupambania zaidi sana, kwa sababu imeona ina affect watu wengi, inaumiza watu wengi. Na zingine ni zile za kawaida ambazo zinaendelea kutokea katika jamii, ni kuto tu kufahamu labda kitu fulani, Kwa hiyo kama kijana wewe mwenyewe unakuta tu yani labda yeye mwenyewe haelewi tu aanzie wapi. Sasa hiyo mimi labda nimshauri tu aongee na kaka zake, ndugu zake, jirani, mtu ambaye wewe mwenyewe unaweza kumadmire. Ikiwezekana hata mimi ukiniona sehemu nisimamishe, niulize, naweza nikakupa mawili matatu kutokana na mimi niliyoyapitia. Tukapata relation, tukapata na solution. Kwa hiyo ni hiyo tu, wewe tumia opportunity, watumie watu wazima uliokuwa nao, kwa sababu vitu vinabadilika ndio, lakini ukijua vilitokea wapi au vilianzia wapi, basi utajua jinsi gani ya modify au kuviadjust ili sasa na wewe uvitumie hivyo vitu ili usonge mbele. Historia na hadithi nzima ya Mkwawa ni kubwa sana. Na watoto wanafahamu kwamba tulikutana nazo kuanzia mashuleni na vitu kama hivyo, na ni historia ambayo unaweza ukaipata kokote kwenye mitandao, kwenye sites za internet na vitu kama hivyo. Lakini ningependa kufahamu kuna story gani kuhusu hadithi nzima ya Mkwawa ambayo haipo kwenye sites za internet, haipo kwenye YouTube, haipo kwenye vitabu, haipo mashuleni, ambayo nyie kama familia mnaijua kwamba kuna tukio fulani lishai kutokea lakini haijawahi kuongelewa kokote? Zipo nyingi, zipo nyingi sana. Interesting one. Of course, naweza nikakupa 2-3 ambazo zina interest, zina okay. Ya kwanza ambayo na mimi mwenyewe nili experience, kuna wakati wa mtu Mkwawa alivyojiua, alipiga risasi na alikoka moto. Alikuwa na vijana wake 2, alibaki nao. Aliwaagiza wakakusanye kuni na mwingine maji. Mmoja yule akakimbia, alishaona hapa mtu ndo dakika za mwishoni. Hapo alishapambana na Wajerumani muda mwingi sana, karibu miaka 2-3. Kwa hiyo aliwatuma akarudi na kuni mmoja wapo. Akamwambia nitakupiga risasi, afu na mimi nitajipiga. Ili akijipiga aanguke kwenye zile kuni, alikoka moto, aangukie kwenye moto, aungue, apotee. Alikuwa hataki kushikwa kabisa na Wajerumani. Yani hataki. Wamemharibia yani mila za, yani watu wake nini, yani kila kitu. Kwa hiyo alikuwa hataki kabisa. Kwa hiyo aliwalaani yani pakubwa sana. Kwa hiyo alivyopiga bunduki, ile nguvu ya bunduki ikamsukuma pembeni, kwa hiyo hakuungua. Akaja, kwa hiyo yule aliyekimbia alikamatwa na Wajerumani, akaelekeza mpaka sehemu ambako mtu Mkwawa alikuwa amejificha kwenye mapango ya Mlambalasi. Iko ndo mwishoni ambako Mkwawa alipojificha. Ukienda pia utalikuta kaburi sasa la kiwiliwili chake. Kwa hiyo pale alikuja, wakamuita kiongozi wao wakati alikuwa Friedrich von Schele. Ndio alikuwa anaongoza hiyo battalion ya wanajeshi wake kwa wanaomsaka Mkwawa.
na wakamuita afisa ambaye alikuwa anaitwa Tom von Prince. Yeye ndo akaja kuhakikisha kama Mkwawa kweli amekufa. Wakampiga risasi kabla hawajamsogelea, kwa sababu anajua huyu jamaa ni mtu wa mitego sana. Akaenda akamkata kichwa ili kukirudisha sasa huko Ujerumani kama proof. Lakini alivyomkata kichwa, yule Tom von Prince alitoa jino la Mkwawa, jino moja. Ya lile jino sasa akalichukua akaenda nalo alilihifadhi, kwa sababu kile kitu kinachopatikana kwenye vita lazima kirudi kambini, yani kurudishwa makao makuu. Kwa hiyo fuvu likarudi, jino akalihifadhi kuonesha kama kumbukumbu naye alikuwepo. Kwa hiyo jino alilihifadhi katika kizazi chake, akalipass down kwa mtoto wake, mtoto, mjukuu mpaka kilembwe, mpaka kizazi cha kama generation ya 5 hivi, ambacho na mimi naweza nikasema nipo. 2014 kile kizazi kikatutafuta, kakutana na mzee wangu, babangu Abdu alikuwa mzima bado, na mimi na dada zangu na mamangu. Tukakutana pale nyumbani Kalenga, jirani na makumbusho tu. Wakasema hili jino bwana, sisi tunaomba turudishe kwa sababu linatusumbua. Yani wanaona maisha yao kule hayakai sawa. Mara wakilitupa au wakiliweka sefradi wanalikuta tena limerudi. Mara wanasikia ngoma zinapigwa, zile mangala. Kwa hiyo unaona jino tu. Kwa hiyo zile spirits za Mkwawa zilikuwa kama zinawahunt. Zimrudishe nyumbani. Na katika process ya kuzirudisha, ukiwa unarudi pale nyumbani kwenye Kalenga, kuna daraja liko jirani na makumbusho. Pale hamna umeme, lakini unaambiwa kuna mwanga ulitokea from nowhere, alafu ukapotea. Hiyo ilikuwa kama ishara sasa mizimu au spirits ya mtu Mkwawa ilikuwa inafurahi kurudishwa kwa jino lake. Kwa hiyo ndo tulipokea 2014, na saizi ukija pale Kalenga makumbusho, ukienda ofisini kwangu, kwa sababu ofisi yangu iko nyuma tu ya makumbusho, kwa mbele ni nyumbani pia. Utalikuta jino. Tunaishi nalo vizuri kabisa. Na wewe kama una changamoto fulani unaziona ambazo hazieleweki, kwa imani yako unaweza kaja kuliona, ukanuia, ukaomba. Manake dini zipo. Mimi mwenyewe ni Muislamu, namwamini Mwenyezi Mungu, lakini tuna ndugu zetu waliotangulia. Ndio tunawaombea walale mahali pema salama, kwa amani. Lakini zaidi ukirudi nyuma, mababu zetu walikuwa wanaishi mila na desturi. Ndizo zilikuwa zinawaongoza kumwabudu Mungu. Si ndio? Kwa hiyo na sisi katika kuombea labda taifa letu, tunaomba mababu zetu, tunaomba ndugu zetu waliotangulia hivyo ili watusaidie. Kwa hiyo na wewe ukija una changamoto, unaweza likakusaidia pale. Kwa hiyo karibu sana. Nyingine ukienda kama sehemu ambako mamake Mkwawa alijitumbukiza, panaitwa Kikongoma. Ndio. Huko Mlambalasi kama nilivyoeleza, kiwiliwili cha mto Mkwawa. Sehemu pengine palikuwa ni kaburi la babake Mkwawa, Mnyigumba. Ndio. Yeye historia inasema alizikwa na mtu mzima. Yani kama mimi chief, bahati mbaya nimefariki. Basi kuna aliomba azikwe na mimi akiwa mzima. Kwa alimpakata chief, wakamfikia. Hilo sehemu inaitwa Lungemba, ndo kaburi la babake Mkwawa lipo mpaka leo. Lakini katika juzi kati nilipokuwa naongea na Wajerumani kwenye mawasiliano mwaka majuzi, walituambia fuvu la babake Mkwawa lipo kule. Kwa hiyo kuna mtu alikuja kwenye research walizozifanyia, alikuja wakati ule, wakachimba kaburi la babake Mkwawa, akachukua fuvu lake. Ya wale jamaa walikuwa sijui wa namna gani. Kwa hiyo hivyo. Lakini na kwa mzee wangu, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, mzee Marugila alikuwa ndo anaangalia sehemu ile. Na nikienda pale tulikuwa tunaenda tunafanya dua, tunafanya tambiko nini. Lakini kuna sehemu pembeni ukienda kuna mawe ambayo zamani wanajeshi wa Mkwawa walikuwa wanaenda wananolea visu vyao. Ukienda saizi, alikuwa ananiambia yule mzee, yeye mwenyewe alikuwa anasafisha yale mawe. Akija kesho asubuhi anakuta kuwa yani vile wale wanajeshi wa Mkwawa walikuwa wanaenda pale wanasugua vyuma vyao mpaka leo. Na ukienda kuna aina ya kutu imebaki pale, ukigusa hivi. Hata usafishe vipi? Hata usafishe kesho unakuta tena ile aina ya kutu. Kwa hiyo kuna maajabu vingi sana ambavyo vinaendelea kuexist katika eneo la mkoa wa Iringa. Na ambavyo vinavutia. Hapa kuna jiwe la Gangilonga. Na linasemekana lilikuwa linaongea. Na mtu Mkwawa kweli katika ile miaka 4-5 Wajerumani walivyokuja kabla kwenda Mlambalasi, alikuwa anatumia jiwe la Gangilonga kuangalia, of course,
Wajerumani walikuwa na kambi yao hapa mjini. Boma pale nini ndio zilikuwa HQ zao. Alikuwa anaangalia jinsi gani wanavyojipanga. Lakini naye ndo alikuwa anachukua dawa zake kwenye kambi pale nyuma ya Gangilonga. Kuna dawa zake alikuwa anazichimba pale. Anazitumia. Kwa hiyo yani kuna vitu vingi sana ambavyo vinavutia katika mkoa wa Iringa. Kwa hiyo hivyo ni vichache, yani ni vingi sana. Yes. Of course hapa Iringa kuna vitu vingi sana ambavyo wewe ambaye unatutazama sasa hivi unaweza ukaja ukaviangalia na vikakuvutia na vikawa kama moja kati ya experience mpya ambayo umeipata kwenye maisha yako. Karibu sana Iringa, ni sehemu ambayo tunapenda wageni na tunawakaribisha sana mje na tupo tayari kuwapokea. Chief, nilikuwa natamani kufahamu kwa nafasi yako na uongozi wako ambao unao. Wewe ni kiongozi wa kabila la Wahehe. Kuna kitu gani ambacho maybe cha kabila ambacho hakiendi sawa, ambacho unatamani labda ku raise ile awareness kwamba kuna namna kabila lenu la Wahehe linakosewa na wewe kama kiongozi haupendezwi na hivyo vitu ambavyo vinaendelea? Naweza nikasema kwa mkoa wetu kwa bahati mbaya na muda fulani ulikuwa una trendi kwa vitu vya ajabu sana. Vitu ambavyo vinasikitisha, vitu ambavyo vinaumiza jamii. Kuna mauaji, kuna ubakaji, yani kuna vitu ambavyo vilikuwa havieleweki, ambavyo vilikuwa sio vitu sio kawaida kwenye watu wa kabila la Wahehe. Yeah. Na hiyo ilikuwa inatutengenezea picha mbaya, of course. Kama mkoa na kama Wahehe pia, kwa sababu ndo kitovu chetu hapa. Na hiyo mimi siwezi nikasema ni Wahehe moja kwa moja, hapana. Kama nilivyosema mwanzoni, saizi Tanzania mpanuka. Yes, mpanuka. Tanzania tu yote tumechangamikana. Kwa hiyo sio tu yani ni Wahehe ndo wanaoishi sehemu fulani au ni kabila fulani wanapoishi sehemu fulani. Linafahamika ndo sehemu yao, lakini sio. Kwa hiyo unakuta kuna watu waovu ambao wanakuja wanafanya matukio kama hayo katika eneo letu la mkoa wa Iringa. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vilikuwa vinaniumiza sana. Na kama serikali of course imefanya initiation nzuri sana. Vitu vingi sana ambavyo vinaendelea kulinda binadamu au wananchi wa mkoa wa Iringa kwa nafasi zao. Kama nilivyosema hiyo ya RPC ambao anafanya hilo kongamano kuelimisha wananchi, kama mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, viongozi tofauti wa kisiasa wanakuja, wa chama, vyama vyote tofauti wanakuja, wanaendelea kuelimisha na kuambia kuwa kukiwa kuna changamoto yoyote unaona ambayo ndivyo sivyo, atoe report katika sehemu fulani husika nao ili wachukuliwe hatua, na hatua ya kweli ili kuvitokomeza hivyo vitu, kwa sababu vinazidi kuharibu ile image ya mkoa wetu na amani ya watu wetu wa Iringa. Yeah, kwa hiyo hizo zote ni vitu ambavyo vinanisikitisha kwanza mimi mwenyewe kama kiongozi. Na ninawazidi kuombea Mwenyezi Mungu aweze kutulinda zaidi kwenye sehemu kama hizo, kwa sababu ajuae ni Mwenyezi Mungu tu peke yake. Yeah, sisi tunaweza tukadhibiti mpaka kiasi fulani, lakini Mwenyezi Mungu ndo anayejua. Kwa hiyo ni hivyo. Lakini kwa sisi Wahehe, naweza nikasema ni mimi pia kwa kusaidia kuto kurudisha Wahehe nyumbani. Saizi Wahehe of course tupo kila kona kama nilivyosema, lakini ile mila yetu na desturi ya kurudi nyumbani, kufahamiana, kujuliana hali, imekuwa tu ni kukutana kwenye misiba, ambacho ni kitu cha huzuni sana. Kinasikitisha. Hatutaki kukutana kwenye misiba tu. Tunataka tukutane at least mara moja kwa mwaka ili kuyajenga kwa ajili ya jamii yetu. Mimi peke yangu siwezi. Na of course naweza nikafanya initiation ya kuwaita, lakini ningeomba kuonesha ile, unajua mimi siwezi nikakulazimisha wewe uende sehemu fulani au mtu yote, haiwezekani. Ni wewe mwenyewe kuwa na ile interest ya kutaka kwenda sehemu fulani. Kwa hiyo ile initiation ambayo ikionekana na mtu mwenyewe binafsi akitaka kwenda nyumbani, kuzuru nyumbani, kujua ametoka wapi, amefanya mpaka amefikia hapo, hiyo yote inaanza na wewe mwenyewe. Kwa hiyo ningewaomba
ndugu zangu Wahehe, tutengeneze kitu fulani ambacho itatufanya turudi nyumbani, tuoneshe ule uhehe wetu wa babu zetu na bibi zetu walivyokuwa wakiishi, kwa sababu ni kabila ambalo lina heshima kubwa sana, na mimi najitahidi kuliwakilisha kwa namna yangu kama hivi, kwa attend vitu tofauti, kuikuza kuwa bado tupo. Turudi nyumbani, niwaoneshe hata mavazi mimi navaa, kuna wengi nawaona wanakosea kuyavaa. Na hiyo ni kwa sababu hawafahamu. Na mimi mwenyewe najua kuna vitu vingi sivifahamu, lakini hizo nafasi ndo zitakazotumika ili tuweze sasa kufahamu sasa kweli kabila letu liko hivi na tuwe proud of it. Kwa sababu wewe ukienda sehemu nyingine ukawa unaishi kwa character ya mila zako na desturi, mtu mwingine atavutiwa, atapenda sana the way unavyojiwakilisha. Na ukiachana na hiyo, na mwenyewe nakutengenezea heshima, kwa sababu tayari nyuma yako una mamilioni ya ndugu zako wako nyuma yako, Wahehe wenzako. Kwa hiyo hilo ni kitu kingine ambacho naamini of course tukizidi kwenda mbele inabidi tulijenge katika mkakati fulani tu tunafanya, yani kama kila mwaka kama wenzetu wa Chaga wanavyofanya. Inawatengenezea heshima fulani katika kila Disemba. Na sisi tunajitengenezea hata katikati, kama sasa hivi mwezi wa 8 najua shule nyingi zinakuwa zimefunga, vijana warudi nyumbani. Wajifunze wametoka wapi huku kwa babu zao, kwa bibi zao. Hata ile misukosuko wanaikuta huko nyumbani kwao, huko wanakoishi labda Dar es Salaam, unaona ni vitu haviendi sawa. Ni kwa sababu umesahau umetoka wapi. You don't know who you are, which is inasikitisha, it's unfortunate. Na ambayo kama wewe mzazi umesahau umetoka wapi, unategemea mtoto wako atajuaje? Na hiyo ndo mmomonyoko wenyewe wa maadili kwanza ya kama vijana kwa wakati huu. Kwa hiyo ningewaomba sana tufanye kitu, turudi nyumbani, tujifunze mengi. Na mimi naamini nitawapokea kwa kadri niwezavyo. Naamini na mkoa wetu wa Iringa kwa viongozi wake mahiri, wastaarabu sana. Ikitokea tuna agenda yetu, tuna kitu tunataka tufanye, basi tuwe na mshikamano mzuri sana. Na kwa mkoa naamini wako standby muda wote. Kwa hiyo yote itatusaidia kuboresha kila kitu ambacho kinahusiana na Wahehe. Hata hapa Iringa, wananchi ambao ni kabila tofauti na Wahehe wanajifunza mengi na wanapenda sana ile culture na utamaduni ya Uhehe. Kwa hiyo tunaenjoy utamaduni wetu kwa ujumla. Na hiyo ndo kubwa yenyewe. Nadhani hicho ni kitu kizuri sana ambacho umekisuggest hapo, kwamba kuwe kuna utaratibu maalum ambayo itasaidia watu wa kabila la Kihehe ambao wapo nje ya mkoa wa Iringa kukutana kila mwaka. Nafikiri tukikisimamia hicho itakuwa nzuri sana. Na natamani kufahamu, wewe usingekuwa mtu, usingekuwa chief, unajiona ungekuwa nani? Ungekuwa unafanya shughuli gani? Ungekuwa kwenye sekta gani? Passion yako. Okay. Of course kama nilivyosema mwanzoni, nilitaka kusoma mambo ya aeronautics, mambo ya engineering, which is ni kawaida na vijana wengi na wafahamu, pia marafiki zangu wengi wanasoma mambo hayo. Ni interest ambayo na mimi ningependa kuifanyia. Lakini kwa mazingira pia ukiangalia haraka na siku hizi wanasema kuna content creators. Wapo, ni kitu ambacho kina interest ukikifanyia kazi vizuri. Hiyo nayo ni kukuza tu kitu fulani ambacho una interest nacho. Kwa hiyo kwa mambo ya engineering ndio ningekuwa nimependa kuwekea interest yangu. Ningekuwa tu mtu wa kawaida, kuishi na jamii vizuri kama ninavyoishi sasa hivi. Kama kutoa support yangu kwa nafasi yangu ambayo ningekuwa nayo. Kama ni engineer, hata ni mechanical, whatever. Engineering yoyote. Kwa hiyo engineering ilikuwa ni the main agenda. Ratiba yako kwa siku ipoje? Kuanzia unaamka siku yako katikati mpaka unamaliza siku yako unapoenda kulala? Ratiba yangu of course inategemeana na siku yangu ya pili. Kawaida kwenye nafasi yangu kama kiongozi, kama nina shughuli kesho, ndio inategemeana sasa hiyo siku yangu inaanzaje na inaishaje. Kawaida kama sina shughuli yoyote, basi nitaamka asubuhi. Of course swala ni muhimu, na nisio muongo, si swali zote fajiri, najitahidi ni swali za asubuhi saa 11.
afu nitarudi kulala. Yeah. Lakini otherwise nikiamka tu asubuhi nitaenda kuoga, nitakunywa chai yangu, na kama nina shughuli yoyote, kwa sababu mimi sina kazi sasa hivi ambapo nasema ni kazi yangu moja kwa moja, ninaenda kazini na ripoti, hapana. Ni mwanafunzi. Kama ni darasani nitaenda darasani. Lakini kama ndo kwa nafasi yangu nyingine sasa kama kiongozi, kama nina mkutano, for instance nimeitwa mkoani na mheshimiwa mkuu wa mkoa, kuna mkutano labda wa kitu fulani, kwenye ratiba yangu inasoma labda saa 4. Basi nimeshaoga, nimekunywa zangu chai, nitatayarisha nguo zangu vizuri kabisa. Alafu nitasubiri usafiri utanipeleka kwenye shughuli, nitaattend shughuli, itategemeana nayo itakaa muda gani. For instance inaweza ikawa mpaka saa 10 jioni, basi nitaiattend kikamilifu. Na ikiisha nitarudi nyumbani. Nikirudi nyumbani kama nimechoka sana basi nitapumzika, lakini kama sijachoka nitaendelea na shughuli zingine. Either ni kama ni assignment wanasema za chuo nini nitazifanya, kama ni kukutana na rafiki zangu tutapiga story, tutacheza video games kidogo, ni refreshments. Mimi siendagi kwenye labda ni kwenye bars au clubs, hapana, hizo siendi. Na pia kwa sababu ya dini yangu, na pia sio interest yangu sana hivyo. Lakini kawaida unaweza ukanikuta mjini, muda mwingine niko mjini, napiga story tu na watu, nakutana nao njiani, basi kubadilishana tu mawazo mpaka baadaye jioni narudi nyumbani. Siku zote napenda nirudi nimsalimie mama yangu, sababu muda mwingi nipo chuo, nakaa kwenye apartment. Kwa hiyo nitaenda nyumbani, nitamsalimia mama na dada zangu kama wapo, wengine wako sehemu nyingine, na ndugu zangu, afu nitarudi zangu na mimi ghetto wanasema. Yeah. Ukiwa mazingira ya chuo au ukiingia chuo, watu waga wanakuchukuliaje? Yaani ni kwamba wanakuogopa au ni watu ambao wapo huru kukaa karibu na wewe, kupiga story na wewe, kukuchukulia kama mwanafunzi mwenzao, au kuna nafasi fulani hivi wanakupa? Kati ya mtu ambaye nimetengenezea mazingira comfortable kwa mtu yote kuni approach, mimi ni mmoja wapo. Ukienda chuo, kwa wale wanaonifahamu, especially classmates wangu, ukiwauliza wanasema I'm a silly guy, yani ile yani jokeful, you know, kama nilivyokuambia mimi napenda laughter, kucheka. Kitu kizuri ni charity. Naongeza maisha. Naongeza maisha. Kwa hiyo natengenezaga mazingira ya mtu yoyote awe comfortable kuniuliza. Kwa jamaa mbona nani? Yaani ukiniona kwanza nikiwa nimevaa naonekana tu kama wa kawaida, na mtu akiniangalia for the first time bila vazi langu anaweza akajiuliza mara mbili, huyu jamaa ni mwenyewe au mbona nini? Ndivyo sivyo. Na wengi wanajiuliza hivyo. Chakula zako Jordan nini? Yeah, umepiga nguo zako tu fresh, umeingia chuo, wengi utaona wanakuangalia. Mimi nishazoea na siwatengenezei mazingira kwa gani kama nawakataa hivi, hapana. Wakiniita basi nitaenda, tutapiga story fresh nini, good. Lakini kwa wenzangu wengi ambao nakutana nao na watengenezea hayo mazingira kuwa ni kijana mwenzao, ili na mimi nisio mpweke. Unajua ukiwa na status fulani afu na unajitenga, unaweka ule ubisho nini sana, kuna watu unawakosa, which is not good, you know, sio kitu kizuri. Ili kujenga na mimi character yangu inabidi nijinvolve na kila aina ya watu. Ukienda chuo, mimi kule kila aina ya watu ni rafiki zangu. Yes. Lakini napendaga kuilimit, you know, kuna muda fulani kuna vijana bwana, unajua mitego mingi, inabidi uende kimkakati, unabidi uishi nao kwa namna moja au nyingine. Especially hata dada zetu hawa. Kwa hiyo kuna mtu mtakatifu bwana. Yeah, which is okay. Yeah, sisi ni binadamu, ni emotions. Lakini angalia pia hapa, slow down. Usiende speedy sana, kwa sababu ya status pia. Wewe una mpango wa kuwa na wake 10, 20? Hapana ndugu yangu, 10, 20 no. Mwisho ngapi wewe kwako binafsi? Kidini ni 4. Okay. Ni sunna. Yes. Lakini mimi kwa Mwenyezi Mungu kimila mimi siwezi. Mtu mkuu alikuwa na 62. Kwa siku hizi speed hapana. Kweli. Yeah. Chief, wewe ni dini gani na una ujumbe gani kwa wale watu ambao wanajaribu kutenganisha watu kupitia masuala ya kiimani,
Na je, dini yako inaingiliana na masuala maybe labda ya kichawi? Kwa wale ambao hawafahamu, unakuja kuna mwingine akisikia labda uchifu au nini anahisi labda ni masuala ambayo yanahusiana na mambo ya kishirikina. Una neno gani kuzungumzia kuhusu hilo? Okay. Mimi dini yangu ni Muislamu. Mimi ni Muislamu na of course kwa dini yangu yenyewe kila Mtanzania au binadamu ana haki ya imani yake mwenyewe anavyoiona, na mimi kwa dini yangu ni Uislamu, na of course kwa kutoka kwenye kitabu tukufu cha Quran kuna mengi sana unajifunza jinsi gani ya kuwa Muislamu bora. Sio mkamilifu kwa sababu hamna binadamu mkamilifu, lakini kwa mapungufu yangu, kwa kutumia dini yangu naenda kutubu kwa Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ambalo nalifanya ambalo naona sio zuri, lakini kwa dini yangu ndo mwongozo wangu mkuu. Lakini pia hapo mimi ni kiongozi wa mila na desturi wa kabila la Wahehe, na of course ni kweli watu wengi wana perceive au wanaona kwa kama uchifu ni kama ushirikina au nini. Hapana, uchifu mila na desturi sio utwa, ni uchifu wenyewe zenyewe ni heshima. Ni heshima kwa sababu zinakukumbusha umetoka wapi, na kama nilivyosema awali kwa of course dini zilikuja baadaye kwa kutumia mitume wa Mwenyezi Mungu. Kama Waislamu ilikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa Wakristo ilikuwa Nabii Isa kwa kusambaza dini ya Kikristo, na of course kuna dini zingine, lakini hizo ndo main kwa nchi yetu ya Tanzania. Na kwa kuwaelekeza au kuambia watu kuwa mila na desturi ni heshima, ni kwa sababu zinakukumbusha umetoka wapi, zinakuelekeza uende wapi. Ili ujue uende wapi inabidi ujue umetoka wapi, kwa sababu huwezi leo ukaamka tu afu unaanza kwenda somewhere. You need to know ulitoka wapi, umeishi maybe Iringa kwa muda fulani, sasa unataka uboreshe uende sehemu fulani, kwa hiyo umejua tayari umetoka wapi. Na pia at the same time zinawakumbuka wale ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki, ambao unakuta ni kama babu zako, bibi zako. Aina ya kuwakumbuka mojawapo ni hiyo hapo, ambazo ni mila na desturi. Sasa hizo ushirikina au mila potofu hizo bwana hazihusiani kabisa. Kwanza tunazikemea kama viongozi wa mila, na kwa jinsi zinavyofanyika zinatuharibia watu wetu. Kwa saizi mtu akipitia changamoto, fikra ya kwanza ni kufanya labda kwenda kwa mganga, which is not the solution. Sio njia, hapana. Muamini Mungu wako. Mungu mpaka kakufikisha hapo ni kwa sababu ya mipango yake. Either anakufundisha kitu au anakuepusha na kitu. Kwa hiyo cha kwanza ni hicho, muamini Mungu kwa dini yako unayoamini, lakini pia kumbuka mila zako na desturi. Sawa, ndio dini ipo, lakini mila zako na desturi zile ndo foundation ambazo zinakuguide wewe kama mwanajamii, zinakusimamisha wewe kama daraja la ndugu zako waliotangulia au kizazi chako kilichopo wakati ule na ambacho kitakuja baadaye. Kwa mfano tuseme wewe ni baba wa nyumba au mama, unaishi na familia yako. Of course watoto zako kama ni Waislamu wanakuona baba anaenda msikitini anaswali, inawajenga kitu. Lakini pia wakionyesha ile culture ya kwenda labda kuzuru makaburi, hata kwa Kiislamu ipo na Wakristo pia naamini wanafanya pia, wanaenda kusembua nini, hiyo ni culture. Na kwa mila na desturi zipo pia, ndo hizo. Kwa sisi Wahehe tunaheshimu sana makaburi kwa sababu ni ndugu zetu waliotangulia, tunaamini roho zao bado zipo. Kwa hiyo kwenye mambo ya ushirikina kwa kweli tunakataa kabisa, hayahusiani kabisa na uongozi wa mila na desturi. Iringa ni mkoa ambao una kila kitu. Ndiyo. Kuna utalii, kuna kilimo, of course kuna hali ya hewa nzuri pia. Unafikiri ni kwa nini hatulipuki kama mikoa mingine? Unakuta mfano mkoa kama Dar ni mkoa ambao unaongelewa, una vitu vingi, na of course mzunguko wake hata wa fedha ni mkubwa. Sasa kwa resources ambazo tunazo Iringa, unafikiri ni kwa sababu gani hatufiki kwenye ile peak ambayo tunatakiwa kufika, na ni kitu gani ambacho tunaweza tukakifanya
kwa ajili ya kurekebisha hilo swala? Kwanza kabisa ningependa kuishukuru serikali yetu kwa maono yake na viongozi wetu kwa ujumla wao, kwa sababu wamekuwa wakipambania especially mkoa wetu kukuza kwa namna moja au nyingine, na hiyo of course ni wajibu wa serikali, ndo kazi yao kusimamia miundombinu, kusimamia mali zote zinazoweza kufaidisha taifa kiujumla. Na nasema hivyo kwa sababu ndio changamoto zipo, na tunajua mkoa wetu una utajiri wa namna hiyo na ulipuki kwa sababu ya sehemu fulani, na hizo sehemu ni kama unakuta miundombinu. Hiyo ndo ilikuwa ni key kubwa kabisa, ambayo kama sasa hivi tunamshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kututengenezea airport. Naamini bado inaitwa Nduli, lakini tungependeza itwe Mkwawa kwa sababu image kubwa tayari, ina brand kubwa kabisa. Kwa hiyo mpaka hapo tuite Mkwawa Airport. Okay. You know, ina make more sense, inajieleza yenyewe na unajua kabisa umeingia kwenye himaya ya mtu fulani. Kwa jina Nduli ni watu kupata picha ni itakuwa ngumu, lakini ukisema Mkwawa maana yake ni Iringa. Ni vizuri kabisa. Mimi naamini ni itakuwa the best option, kwa sababu ukishafika Iringa, ukiachana na mbuga za wanyama Ruaha National Park, kila kitu utakachokigusa cha Iringa jina Mkwawa lipo. Uende makumbusho, uende sehemu ya historia, uende utalii wowote, culture. Hata mimi mwenyewe ukiniona tayari ni kiwakilishi cha Mkwawa. Kwa hiyo kwa nini tusitumie hizo opportunity ambazo tunazo kujiongezea zaidi ya hapo? Na nyingine naweza nikasema changamoto ni kutokuwa na kutambulisha, yani kupublish mkoa wetu kama hivi. Hii ni step kubwa sana kakaangu. Mimi ningependa kushukuru sana. Unaukuza mkoa wetu kwa vile vitu vizuri, sio tu unasifika kwa vile vitu ambavyo vinaonekana ni vibaya. Hapana, mkoa wa Iringa ni very beautiful. Huku yani ukija unaonekana kama uko mbele, kwa sababu kuna kabaridi fulani hivi, ukila koti, hiyo koti linaongezea. Tuna watu wengi wa nchi za nje wanaenjoy sana Iringa, kwa sababu ina ile tayari mazingira fulani ya kukuweka, yani you feel comfortable. Unakaa kwa amani, kuna nature ambayo ni pure, hali ya hewa ni pure kabisa, safi. Na historia kama nilivyozieleza zote hizo zinahusiana na mambo ya utalii, of course ya Ruaha National Park. Park kubwa sana Tanzania. Kule kuna ma event mengi, kama juzi nilishiriki Ruaha Marathon. Very beautiful. Vitu unique kama hivyo unavipata Iringa. Ukija huku kuna makumbusho ya Mkwawa. Ukienda pale Kalenga, unapata historia ya Mkwawa mwenyewe. Una experience. Ikiwezekana unapata na bahati ya kuniona na mimi chief. Unaenda Isimila, unaenda sijui Gangilonga. Zote hizo zina historia ambazo zinaujenga mkoa wetu. Kwa hiyo changamoto ndo kama nilivyosema hizo miundombinu, na tunaishukuru serikali kwa step yake kubwa sana ya kuimarisha. Barabara nyingi sana zinakamilika, na saizi nilivyoenda Ruaha nime experience barabara ya kutoka Ruaha mpaka mjini ambao bado inaenda kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali sana, kwa sababu tunaamini sasa hizo ndo zitakuwa fursa ambazo vijana, wazee au watu wazima wataweza kuzitumia ili kuongeza vipato katika maisha yao na kukuza mkoa wetu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kwenye changamoto zimeanza kushughulikiwa, lakini kwa nafasi nyingine kama nilivyosema, hizo naamini inabidi sisi wenyewe kama wananchi wa Iringa, sio tu Wahehe, tuziboreshe. Tukiona kuna changamoto sehemu fulani, basi tunafanya maarifa, tunajikusanya, tunajadili, tunatafuta suluhisho, then tunalifanyia kazi ili sasa kukuza mkoa wetu. Tutumie social medias kama hivi, mnatumia Kiongozi wa Mila, na tuna promote mkoa wetu, vile vivutio. Wageni wakija tunawapokea, tunawapeleka, yani kuwavuta watu. Na Bongo sasa juzi kati nasikia walienda Mbeya, wametuvuka yani katikati. Na kila mtu anayeenda sehemu yote Tanzania akiwa anakuja nyanda za juu kusini, Iringa lazima apite. Na Iringa sio Ipogoro tu, kwa sababu wengi wanapita chini kule kutoka Dar es Salaam, Mbeya, wapi wapandishi juu, lakini huku juu ndo kwenyewe kumeshiba vitu vingi sana. Kwa hiyo inabidi tutengeneze diversion ya watu watake kupandisha huku juu, kuja kuonea sasa kweli
center ya Iringa inaanzia wapi. Ukienda Mafinga huko ni ka wilaya kadogo lakini kamejaa wafanya biashara wengi, unajifunza mengi sana. Ukienda Mfindi unajifunza, Kilolo very beautiful, nature amazing, unakutana na wakulima vijana tu wadogo, unajifunza vitu vingi sana. Kwa hivyo vyote ni fursa sisi wa Tanzania kuibrand Iringa kama yenyewe na kuikuza kwa namna moja hiyo au nyingine. Yes. Tuliona juzi serikali kuna fedha zilitoka kwa ajili ya kutoa support kwa wimbi kubwa la vijana ambao wameingia kwenye ulimwengu wa content creation. Mimi nataka nikuulize, ikitokea umepewa nafasi sasa hivi ukapewa bilioni 1 uitumie kwa vijana ambao wapo mkoani Iringa, ungeiweka kwenye sekta gani kwa vijana, kwa faida ya vijana na kwa sababu gani? Ingelitokea nimepata bilioni 1, of course mimi mipango yangu siku zote ni long term. Napenda ni ya muda mrefu, sio tu tunafanya muda mfupi afu imeisha, hapana. Napenda hiyo tukimalizana nayo itu impact sisi, itufaidishe saizi sisi na kizazi kijacho. Lakini kwa haraka ili sasa tufanye initiation, lazima tuanze sehemu. Hiyo pesa nitaiinvest kwenye mambo ya ujasiriamali. Na ujasiriamali kwa upande upi? Kwa vijana of course. Ujasiriamali unaenda popote. Pale kwenye opportunity basi ndio unaichukua, kwenye fursa unaichukua, unaifanyia kazi. Na fursa kubwa ya mkoani kwetu kama nilivyokuwa naeleza ni hivyo vivutio vya utalii. Hapa kama ukiangalia haraka kuna kijana mmoja anaitwa nahisi Eze tourism or something. Anafanyaga tu mambo ya kabila la Wahehe, ana dance ngoma nini. Anachukua watalii anawapeleka sehemu fulani wana dance nini. Hiyo yote ni fursa. Kajianzishia tu mwenyewe, anajirekodi, content creator. Focus kwenye hiyo. Lakini kuna vitu vingi sana unaweza ukavifocus katika mkoa wa Iringa. Inaweza isiwe tu hata mambo ya utamaduni. Unaweza ukasema labda nini? Uchekeshaji. Huku Iringa kuna wachekeshaji nimeona wengi sana wameanzisha na group zao ambao wanayohitaji tu kuzipromote kwenye mambo ya promotion ili kutambulika. Kuna kama wafanyabiashara ambao ni wadogo ambao tunawaona huko Mfindi wapi wameanzaje, tunaenda kujifunza. Kwa hiyo na vijana wenzangu kama nikiipata hiyo pesa, tunawatengenezea mfumo ambao wanaweza kupata labda mikopo ambao inaweza ikawasaidia katika idea ambayo au proposal ambazo zinaeleweka ili kukuza mkoa wa Iringa na wenyewe kujikuza kimapato na kujua wanaanzia wapi. Kwa hiyo hiyo ni wazo la haraka la juu ambalo kama kiongozi naweza nikalisupport kwa vijana wenzangu. Yeah. Sasa hivi tupo mwaka 2026. Baada ya miaka 10, unataka watu wakukumbuke kwa jambo gani ambalo ulilifanya wakati wa uongozi wako? Kwa kweli mwanzoni mimi nilikuwa nafahamika kama chief mdogo Tanzania nini, which was wanasema cute. It was very nice. Lakini tunakuwa na changamoto tunaziona nyingi, mahitaji ni mengi, tunazidi kuongezeka. Lakini inabidi tutumie hiyo nafasi ili kujijenga wenyewe kama vijana. Mimi ningependa nikumbukwe kwa kuwa ni kiongozi ambaye aliweza kuunganisha na kukuza kabila la Wahehe pamoja na ajenda za serikali na utamaduni na utalii wa mkoa wetu wa Iringa na kurudisha ile hadhi ya mtu Mkwawa na Wahehe hapo awali ilivyokuwa. Hiyo ndo natamani nije kufanikisha kitu kama hicho. Babu yangu Adam Sapi alifanikiwa kurudisha fuvu la babu yake mtu Mkwawa 1954 kama sijakosea. Alirudisha. Mimi mwenyewe mwaka majuzi nilipata bahati kwenda Ujerumani, nilitakiwa nirudi na mafuvu 12. Hiyo ilikuwa ni moja ya process ya mimi kutengeneza historia ya wakati wangu na kuikuza sasa Iringa yetu. Lakini ningependa, kuna ideas nyingi sana ambazo kama kijana na kiongozi naweza kufanya na serikali ili tukuze mkoa wetu. Tunatengeneza kama statue tu ile sanamu la mtu Mkwawa, tuseme pale barabara pale Samora, sababu pale
mgeni akija anaingia pale aende Ruaha. Tayari hiyo inakuwa ni kivutio kikubwa sana. Inaweza ikaonekana ndogo, lakini ni kitu kikubwa. Ni kitu kikubwa sana. Ni kikubwa. Ukienda nchi kama North Korea, nahisi kule kuna sanamu nahisi la babu yake Kim Jong Un, ni linaheshimiwa vibaya mno. Naamini walisema ukipita pale bila kuinama unaweza ukafungwa. Sisi of course hatuzihitaji hizo sheria zote, lakini kwa historia ya Mto Mkwawa kitu kama kile tu ni picha nzuri sana ya mkoa wetu. Of course tunaipenda Iringa na tunaifahamu. Ukiangalia sehemu nyingi wanatumia Clock Tower, ule mnara wa saa, kama picha ya Iringa, which is ni jambo zuri, ni brand nzuri kumaanisha manispaa nini na kadhalika, lakini kwa image ya mkoa wa Iringa sio tu hapa mjini, hapana. Iringa Mfindi mpaka huko Pawaga wapi, yani kote huko ni Iringa. Kwa hiyo kitu gani ambacho kilianzisha ni kitovu cha Iringa? Mto Mkwawa. Kwa hiyo hicho ni kimoja wapo, na vingine mengi sana. Ningependa nije kufanya matamasha kama yale ya Brazil, wanaita samba. Wanafunga barabara, yani siku inafahamika, siku ni ya Wahehe tu. Barabara zinafungwa, tunakuwa na parades, watu wana dance, wana enjoy, kwa sababu ndo furaha. Sio tunakutana tu kwenye majonzi, kwenye vitu ambavyo vinahuzunisha, lakini inabidi tukumbuke tutoka wapi, na kukumbuka kwake ni kama hivi kwenye matamasha kama haya. Kwa hiyo inafanya kitu kama hicho ambacho kitatujumuisha, sio tu tena Wahehe. Kama nilivyosema, Iringa imejaa watu wengi. Kila mtu aliyekuwepo katika eneo hilo ana experience, anapata kitu fulani, anakuwa na memory katika moyo wake. Hiyo ndio dream yangu. Mimi nataka niwe na impact kwa kila mtu ambaye atakuwepo katika mkoa wa Iringa na Mhehe kiujumla. Natamani tumzungumzie Adam. Ndio. Adam ni kijana wa kiume, na naamini kama kijana na kama binadamu kuna wakati ambao unahitaji kuongea na mtu, aidha kuna jambo ambalo limekutokea au kuna jambo ambalo linakutatiza au hata ushauri. Wewe binafsi ni mtu gani ambaye ukiwa na jambo la kwako binafsi kama binadamu la kihisia unamfataga na kushare naye feelings zako? Navyokuwa maishani mwangu, mimi nimelelewa na mama yangu na baba yangu. Kwa bahati mbaya mzee wangu alifariki nikiwa mdogo. Kwenye upande wa kulelewa tu, mama yangu ndo key. Yani unavyoniona karakta yangu, unavyoishi na watu, ni maadili ya mama yangu alivyonilea. Lakini kwa dada zangu, wana nafasi ya kipekee sana katika moyo wangu. Wao naamini kwa Mwenyezi Mungu alivyotuumba, wana kitu cha kipekee katika maisha yangu mimi. Kuna dada yangu mmoja, nikitaka mambo ya dini, nikijisikia yani kuna kitu nimemkosea Mwenyezi Mungu, narudi kwake, ananielekeza. Wote ni wa dini, lakini kuna mmoja, unajua tunapishana. Mwingine dada yangu mkubwa Fatuma, yule ndo amekuwa na mimi toka mdogo kwenye nafasi yangu ya uongozi wa kichifu. Anajua A mpaka Z ya mimi hapa. Hata hapa nilivyo, kabla sijaja leo nilimtafuta, kwa sababu yeye ndo anajua mimi toka mdogo nimeamkaje, nimekula nini, uko kwenye hizo shughuli mpaka naalikwa. Yeye ndo alikuwa ananiangalia. Hata kunivalisha mavazi alikuwa ananivalisha yeye toka mdogo, mpaka baadaye nimejua mwenyewe, nimekuwa najivalisha. Dada yangu mwingine nikitaka tu age, maana mimi na yeye hatujapishana sana, unakuta jokes nini, tunafurahi nini, wote wana nafasi ya kipekee katika maisha yangu. Lakini na rafiki zangu ambazo nimekuwa nao, ambao tunaweza tukasema ni kama damu, anakuwa brothers. Mimi ni wa kiume peke yangu, kwa hiyo kuna zile emotions za kiume, inahitaji mwanaume mwenzako. Huwezi kuongea na kama dada au mama. Rafiki yangu toka mdogo nimekuwa naye, anajua naye AB mpaka Z sasa ya Adam. Kwa hiyo hizo changamoto zote unakuta naongea naye. Kwa hiyo kila mtu anacheza part ya kipekee katika maisha yangu. Ndugu zangu wengine naongea nao, lakini of course wao wengi wako pembeni. Sio kama wananijua kwa undani sana, lakini kwa nafasi kubwa ni watu kama hao. Kwa wazee, bahati mbaya katika familia yangu, babu na bibi wengi walishafariki. Wengi sana. Waliobaki ni wapembeni sana, na mimi naweza nikawa siwatambui, lakini nikiwajua basi nitaomba kwa ushauri, kwa maelekezo,
kwa chochote ambacho kinanisumbua kama kijana na kama kiongozi, ili niweze kupata maelekezo. Na wengine waheshimiwa, nakutana na viongozi, kuna situations ambazo na mimi naona hii inahitaji elimu au experience ya kiserikali zaidi au ya kiutumishi zaidi, basi naomba kwa ushauri, wananielekeza pia. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi yake ya kipekee. Kuandika barua au tuseme kwa generation na utandawazi tuliokuwepo sasa hivi, kutuma email au message ya WhatsApp. Ndio. Ungepata nafasi ya kumtumia Mkwawa mwenyewe, kumueleza kuhusu Wahehe wa sasa walivyo na uongozi wako unavyokwenda na kila kitu, ungemwambia nini? Kwa kweli kama ningepata nafasi ya kuongea na babu, mtu wa Mkwawa, Mkwavinyika, Mahinye ili Mwiganga, Mkali kuvagosi, kuvadala tage matedego, seguni wagu lagu mganga. Hilo jina hilo tayari ilikuwa wale majina kama mangapi? Mimi? Hayo ilikuwa kama 10, 12. Na yote unajua? Yeah. Okay. Kwa hiyo kwanza of course ningefarijika sana. Kwa sababu ni nafasi ya kipekee sana. Kuongea na babu yako, kumuuliza kwa wakati ule ali-experience, yani alivyo-experience. Of course kilimuumiza sana, lakini alikuwa na maono gani kwa kabila lake? Kwa sababu isingelikuwa Wajerumani wangeingia, mimi naamini saizi Tanzania tu ingekuwa ni yani dunia nyingine. Au Afrika, huwezi jua. Lakini kama ningekuwa nimemwandikia barua, ningemwambia babu, kama kijana wako, mjukuu wako, kilembwe chako, ninaendelea na nitaendelea kusimamia mila zetu na desturi, historia na haki ambayo uliipambania kwa hali na mali mpaka kufa kwako kwa ajili ya watu wako, na mimi nitaendelea kuifanyia kazi hivyo hivyo, na nitaikuza, nitaliweka jina lako kwa heshima ipasavyo, na nitaendelea kuwadumuisha Wahehe kwa namna moja au nyingine. Of course kwa mabadiliko yaliyopo, lakini nitawadumuisha kwa namna moja au nyingine kama ulivyoweza kuwaunganisha wewe. Kwa hiyo hayo ndio yangekuwa maneno yangu kwa babu. Yes. Na kama hii ingekuwa ni interview yako ya mwisho kufanya, ungependa watu wakukumbuke kwa maneno gani? Ningependa watu wanikumbuke kwa usikate tamaa. Never give up. Na mimi kama kiongozi nimepitia mengi sana maishani mwangu. Nimekutana na watu wengi sana, changamoto kila siku. Na Mwenyezi Mungu katika dini alisema atatupa mitihani. Ili atupime kweli sisi tunamwabudu yeye kwa sababu ya changamoto tu au hata kwa furaha. Kwa hiyo tusikate tamaa. Hayo ni maneno ambayo na mimi niliambiwa na mzee wangu. Of course nilikuwa mdogo, nilikuwa sielewi na maana nini, lakini saa hizi nazidi ku-understand uzito wake. Kwa hiyo na mimi ningependa kusukuma hiyo message kwa Wahehe, kwa Wanairinga, wa Tanzania, kwa vijana. Never give up. Never give up. Yes. Mimi nakushukuru sana bwana. Nashukuru. Umeona kitu ambacho sisi kama Kusini Pazuri tunakifanya, na wewe ni moja kati ya kiongozi wetu ambayo tunakuheshimu sana. Ndio. Ni maneno gani ambayo ungeweza kututia moyo kuhusu hichi kitu ambacho tunakifanya na kwa manufaa zaidi ya mkoa wetu na especially kabila zima la Wahehe? Kwa kweli kwanza kabisa ningependa kushukuru host wa show, na pili ni kupe pongezi. Ni jambo la kipekee kwa kwetu Iringa. Of course nishawahi kuattend zingine zilikuwa za Dar es Salaam. Kusini Pazuri ni jambo la kipekee sana. Na naamini kwa nyie kuanza na mimi ni baraka na heshima kubwa sana mliowekea wana Iringa. Na mimi nitaendelea kuwaombea, nitaendelea kuwasaidia kukuza mkoa wetu kama hapo awali nilikuwa nikifanya, nikiwasupport kwa namna moja au nyingine ambayo mimi naweza kuwafikishia katika jamii. Kwa hiyo mpaka hapo ningeomba tu iendelee kukua zaidi ili tu brand mkoa wetu vizuri, tushirikishe, tuongeze advantage au manufaa tunaweza kuyapata
katika fursa tulizokuwa nazo. Kwa hiyo hongereni sana. Asante sana brother. Pamoja. Asante. Basi ningependa kutoa shukrani pia kwa wewe ambaye ulichukua time yako kutusikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naomba ukipata time usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Kusini Pazuri, lakini kutufuatilia kwenye mitandao yote ya kijamii kwa maana ya Instagram, Facebook na TikTok tunapatikana kama Kusini Pazuri. Kuna mengi yanakuja na tutaendelea kukaa na watu wengi zaidi ambao wanapatikana mikoa hii ya Nyanda za Juu Kusini, ili wewe uweze kuwafahamu na uweze kupata elimu zaidi kuhusu mambo ambayo wanayafanya, lakini kupata burudani pia kama hii ambayo umeipata leo. Karibu sana kwa episode ambayo inakuja. Usiache kutusubscribe, lakini pia usiache kutufollow kwa mitandao yetu ya kijamii.